tumehesabiwa haki kuwa watoto wa nani? Wa Mungu. Tumeokolewa. Amen. Amen. Sasa mambo matatu katika somo. Mambo matatu katika somo. La kwanza, mgawanyo wa somo kupitia kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi kina migawanyo mikuu miwili. Tuangalie sasa mambo matatu haya katika somo letu. La kwanza kabisa ni mgawanyo wa somo kupitia kitabu cha Warumi sura ya kwanza mpaka ya 11. Ni jambo moja. Linaitwa mambo ambayo Mungu ametutendea. Umisheni wa Mungu mwenyewe. Umisheni wa Mungu mwenyewe. Mambo ambayo Mungu ametutendea. Sura ya kwanza mpaka ya 11. Kwenye hiyo sura kuna mambo mangapi? 9. Sitapenda kuyaongea hayo mambo 9. Lakini mgawanyo wa pili ni sura ya 12 mpaka ya 16. Mambo ambayo tunatakiwa kumtendea Mungu. Kitabu cha Warumi kimeisha. Sura ya kwanza mpaka ya 11, mambo ambayo yeye Mungu ametutendea sisi kutuokoa. Baada ya kuokoka, sura ya 12 mpaka ya 16, mambo ambayo sisi tunapaswa kutenda kwa Mungu. Sasa kwa kuwa tumekigawa sasa yale ambayo Mungu ametenda kwetu kuanzia sura ya kwanza mpaka ya 11, kwa leo sitayaongea. Leo niongee mambo ambayo sisi tunatakiwa kufanyaje? Kutenda kwa Mungu. Na sitayaongea yote, nitaongea moja tu kwenye hayo mambo. Moja tu ambalo hii moja ukiweza yote utaweza kuyafanya. Lipo Warumi 12:1 hadi 8. Hiyo mistari 8 inahusu jambo moja tu. Kwa hiyo somo letu la leo liko hapo. Tukae hapo. Warumi 12:1 hadi 8. Mistari 8 hiyo inatosha kwa leo kujifunza. Nikikupa kitu kingi sana utavipewa. Naomba usome sasa. Hapo ndipo tutakaa leo. Tuangalie hapo kitu gani Mungu anasema. Mistari 8 ya Warumi 12. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu. Ndio. Toeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Hiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Basi kwa
kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadiri ya neema mliopewa. Ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani. Ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu. Mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Naomba niwaulize, mumeelewa? Kitabu cha Warumi kina migawanyo mingapi? Sura ya kwanza mpaka ya 11 ni nini? Mambo ambayo Mungu ametutendea, yale mambo yote ambayo Mungu ametutendea, kuanzia kuhesabiwa haki ni Mungu ametenda, kututakasa ni Mungu ametenda, kutuadopti, kutufanya wanaye ni Mungu ametenda. Ametutendea mambo makubwa, kutuokoa. Sura ya 10 pale mstari wa 9 anasema ukimkiri Yesu kwa kinywa chako utaokoka. Mungu ametuokoa. Kwa hiyo yeye amefanya ya kwake. Yapo mambo 9 pale aliyoyafanya Mungu ya kwake mwenyewe katika sura hizo 11. Ukija hii ya 12, 13, 14, 15, 16, sura 5 hizi ni somo moja. Ni somo moja linaitwa mambo ambayo sisi tunatakiwa kufanya kwa Mungu. Kwa lugha nyingine, wajibu wetu kwa Mungu. Na anataja jambo kubwa anapoanza sura hii ya 12. Anasema, basi ndugu zangu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Kati ya jambo kubwa lililosumbua vizazi vyote, nashukuru Mungu, mtumishi wa Mungu Yakobo Jumapili alisema, ni mtu kutokukaa kwenye nafasi yake. Hapa kanisa, kila mmoja akikubali kukaa kwenye nafasi yake, kanisa hili litakuwa kwa haraka sana, kwa kasi. Wachungaji wakikubali kukaa kwenye nafasi zao, askofu atapata kitambi, atanenepa. Maana kila mmoja anajijua, wajibu wangu ni huu, wajibu wangu ni huu, wajibu wangu ni huu. Kwa hiyo kila mmoja akijitoa kuwa dhabihu. Neno dhabihu hapa lina maana ya sadaka. Ni sadaka gani? Kuna sadaka aina mbili. Sadaka ya kwanza ni sadaka ya damu, ndiyo inaitwa dhabihu, kitu chenye damu. Lakini sadaka ya pili ni kitu ambacho hakina damu. Kama fedha ni kitu ambacho hakina damu, mavazi hayana damu, chakula hakina damu, kiwanja, nyumba, gari, hivyo ni vitu ambavyo havina damu. Lakini unapokuja kuingia kwenye kutoa kitu chenye damu, mfano ukatoa ng'ombe, ni kitu chenye damu, hiyo ni dhabihu, hiyo sio sadaka. Sasa hapa anasema, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Hicho kitu ndicho anakitaka sura zote hizo, yaani sura zote hizo 5 anataka hicho kwanza kianze, kwamba jambo kubwa ambalo hapa analitaka ni kukubali, kujitoa, kusimama kwenye nafasi yako. Nafasi yako, hakuna atakayesimama badala yako. Hayupo atakayesimama badala yako, ni kama doregumba. Kwa hiyo jambo ambalo limekuwa likisumbua watu wengi, hawajakubali kusimama kwa nafasi zao. Watu wengi hawatambui wajibu wao. Watu wengi hawako tayari kusimama kwenye nafasi zao. Mpigaji wa vyombo anatakiwa kae kwenye nafasi yake siku ya ibada. Shemasi akae kwenye nafasi yake siku ya ibada. Tutakuta vitu humu ndani hakuna hata kimoja chenye vumbi, kwa sababu kila mmoja amekaa kwenye nafasi yake.
Wazee wa kanisa wamekaa kwenye nafasi zao kufuatilia makuzi ya idara gani inahitaji nini, idara gani ina kitu gani kimepungua. Mchungaji na yeye anasimama kwenye nafasi yake ipi, kusoma neno la Mungu na kwenda mbele za Bwana. Bwana ampe neema ya kuongea na kanisa, kulipa chakula kinachotakiwa ili ile kanisa ikue. Sina kazi mimi ya kuuza mitumba, siwezi kuuza mitumba mimi. Nina kazi ya kwenda mbele za Bwana, na hii ndiyo kazi ngumu iliyoshinda wachungaji wengi, imeshinda watumishi wa Mungu wengi, kukaa mbele za Bwana atupe chakula kwa ajili ya kundi ili ndiyo kundi lisogee. Hii ndiyo kazi ngumu kwa sisi. Ndio maana Paulo anaiona ni ngumu sana, analiambia kanisa, msiache kuniombea ili nipewe ujasiri wa kunena injili ya kweli. Sema amen. Mnanielewa kweli, watoto wa Mungu? Tunaenda sawa? Jambo hili ndilo kubwa kwenye maisha yangu ya wokovu. Mimi nimeanza uchungaji mwaka 2009. Miaka 14 sasa niko kwenye uchungaji. Jambo lililonisumbua ambalo ni gumu sana, niwaambie jambo gumu sana lililonisumbua ni kukutana na watu ambao hawako tayari kukaa kwenye nafasi zao. Na hitaji langu ili niende mbele nifikie ulimwengu, lazima nikutane na mtu ambaye uko tayari kukaa kwenye nafasi yake, mwenye kukirimu. Hiyo mistari hiyo hapo nani hiyo inataja kundi mojawapo la karama za huduma ndani ya kanisa. Hapo kuna karama 7 za huduma ndani ya kanisa. 7 gifts of spiritual ministry. Karama 7 za huduma ndani ya kanisa, kwamba kila mmoja kae kwenye nafasi yake. Kila mmoja ni kiungo kwa ajili ya mwingine. Wewe ni kiungo kwa ajili yangu na mimi ni kiungo kwa ajili yako. Mimi nikipungua na kupunguzia mwendo wewe. Wewe ukipungua kwenye huduma unanipunguzia mwendo mimi, lakini tukiambatana pamoja hakuna kupungua. Wote ni mbele na katika mambo yote. Kushinda ni lazima. Kwa hili jambo ndilo lililosumbua. Mumeliona hilo jambo? Kama tukikubali kusimama kwenye nafasi zetu, kila mmoja, mtaona Mungu anayofanya.